zetu ambao wamekwisha tangulia mbele ya haki. Swali la tatu, mzee wetu anauliza kusoma khitma inafaa au haifai. Wanawachuoni wameikhtilafiana. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yeye anaona yafaa kumsomea Qur'ani maiti na thawabu zake zinamfikia. Al-Imam Shafi'i anaona hapana, kwamba kumsomea Qur'ani haiswihi, haifai na haikuthibiti, na mtume hajawahi kusoma Qur'ani akasema namsomea Qur'ani maiti wangu fulani, ijapokuwa amefiwa, amezika sana na yeye watu wake, kamzika mke wake bibi Aisha, bibi Khadija, kawazika baadhi ya mabinti zake, watoto wake tuseme wa kiume, masahaba zake wengi ameshawazika kwa mikono yake. Ami yake Hamza alipofariki mtume aliumuma sana kile kifo, hajawahi kuonekana akisoma Qur'ani akisema hii Qur'ani hii inanuizia imwendee maiti fulani. Haya ni maneno ya Imamu Ash-Shafi'i, anasema walau kana khairan la sabaquna ilayhi, na lau ingelikuwa jambo hili ni jambo lipo na la khairi na lina mishiko, mtume na masahaba tungekuta wao wangekuwa wameshasoma khitma, hawajawahi kusoma. Wanawachuoni wameikhtilafiana. Imamu Shafi'i sisi tunafuata dhehebu lake, si ndio jamani? Yeye anasema hili jambo halipo, soma katika kitabu chake cha Al-Umm au soma katika kitabu chake cha Ar-Risala. Kama huna, nenda katika tafsiri ya Ibn Kathir juzuu ya 4 wakati anafasiri suratu wan-Najmi idha hawa, aya inayosema wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Ameleta Imamu Ibn Kathir nukuu za Imam Shafi'i ni mkali kabisa, anasema hili jambo halipo. Lakini Ahmad ibn Hanbal, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema inafaa kwa masharti Qur'ani isomwe vizuri, usilipue. Useme hivyo, yani soma Qur'ani neno baada ya neno, alafu ukishaisoma ya Rabbi, najua nimesoma Qur'ani nimepata thawabu hizi mimi nazihamisha kwangu, naomba nimtunukie fulani. Usema kweli, tuwe wa kweli. Wanawachuoni wameikhtilafiana juu ya masala haya, wako waliosema inafaa na wako waliosema haifai. Naam, wallahu a'lam. Swala ya alfajiri kunadi inaswi au haiswi? Maana kuna baadhi ya misikiti wananadi afuje wanatoa azan. Kunadi Ana salama, tunasikia mtakwambia saa 10 kasoro swala kwa upe, amka Muislam, shuka yako ndio sanda yako. Inawezekana wana nia njema ya kufanya kitu kama hicho, lakini hakuna kitabu chochote kilichoandika kwamba kuna kunadi swala kwa mtindo huo, kwa sababu wanaotakiwa kuja kuswali msikitini si watu wote. Kuna wagonjwa ambao watakiwa kupata kero, watakiwa waswali nyumbani kitandani, kuna kina mama, kuna watoto wadogo, sawa Islam. Na ndio maana katika sala 5 swala pekee ambayo ina adhana 2 ni ipi? Swala ya asubuhi. Kwa nini? Kutokana na Uislamu unajua, mtume anajua kwamba hii swala ni nzito watu kuswali, ndio maana ikawekwa adhana 2. Adhana ya mwanzo ya saa 10 usiku aliyekuwa kiadhini Bilal ibn Rabah, na adhana ya pili alikuwa kiadhini yule kipofu Abdullah ibn Ummi Maktum, muadhini wa pili wa Mtume Muhammad. Sasa leo tukiua adhana ya kwanza maksudi, tukatumia nafasi hiyo kunadi swala, tunakuwa tunavunja sunna ya Mtume, tunavunja sunna ya adhana ya kwanza, tunaleta la kwetu. Je, nia ni njema kweli? Nia ni njema kwamba kuwaleta watu kwa wingi msikitini. Je, tokea tumeanza kunadi swala, safu za alfajiri zinaongezeka zinapungua? Basi ukishaona kwamba hii haina tija, badilisha staili, njona na staili nyingine ambayo ni ya kisheria zaidi na ni katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndugu yangu, mimi sijawahi kusoma popote pale Bilal muadhini wa kwanza Mtume akisema hivyo, wala muadhini wa pili wa Mtume Abdullah ibn Maktum akisema kitu kama hicho. Wallahu a'lam. Maswali kwa sababu mawili, kwa sababu yana umuhimu wake. Jambo la kwanza ni kuhusiana na zaka, kwamba kwa mtu ambaye labda ni mfanyakazi, kipato chake anachopata anatumia kwa mwezi kinaisha, kinatosheleza mahitaji yake, habaki na akiba. Lakini tayari kuna akiba anayokatwa na mwajiri wake, anatunziwa, na akiba ile inazungukiwa na mwaka hadi mwaka hadi miaka. Sasa je, ile akiba inatakiwa kutolewa zaka? Na kama inatakiwa kutolewa zaka, ni pindi atakapoichukua kwa pamoja au kila mwaka anatakiwa kuitolea zaka? Swali la pili inahusiana na mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa.
kwamba kama inavyofahamika kwamba mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa hana urithi kwa baba. Sasa kumekuwa na hali ambayo imezoeleka kwa Uislamu kwamba mtu anaweza kufuata taratibu za kuoa za kawaida, ima za kimila au kwa taratibu jinsi kulingana na mazingira yaliyopo, au aidha kwa kutokujua, akakaa na mwanamke wakazaa naye mtoto, alafu baadaye wakaja wakafunga ndoa, tayari wana yule mtoto. Je, yule mtoto ana sehemu ya urithi kwa baba? Maswali yako ni mazuri sana, Mungu akulipe. Ni maswali ambayo ndiyo mazingira tunayoishi nayo. Swali lake la kwanza, anafanya kazi na mshahara na pesa anazopata kazini zinaishia kwenye matumizi yake, na pengine inaweza isitoshe ikakidhi matumizi yake au yale bajeti yake kwa ujumla. Huyu hana zaka, madama anachokipata kinarejea kwake na hakimtosheleza hata yeye mwenyewe, hana zaka, isipokuwa akaongeza kipengele cha pili. Mwajiri wake anamkata pesa, wanaita NSSF, sawa Anakatwa 10% yeye katika mshahara wake, na mwajiri naye anamwekea 10% katika mshahara wake, anawekewa katika akaunti. Je, pesa hiyo utaitolea zaka? Na kama utaitolea zaka, utaitolea kipindi ambacho umeshastaafu au utatolea kila mwaka? Tumekubaliana juu ya mshahara unaochukua ambao ni unatumia, ukishapokea tarehe 30 haufiki mpaka tarehe 15 mshahara ushakuisha. Unajua mwenyewe unavoganga unasubiri tena mpaka tarehe 30 nyingine. Kwa mshahara ule wewe zaka huturuhusi kutoa. Hujafikia kutoa zaka, bado wewe ni fukara. Lakini kwa ile pesa unayowekewa na NSSF, ikiwa pesa ile imefikia nisab, kiwango cha zaka, wahala alaiha alhaul, na mwaka umekukuta au umeukuta akaunti yako, zaka inabidi utoe kila mwaka, usisubiri mpaka ustafu. Lakini utatoaje? Mwaka jana kwa mahesabu ambao wamefanya wanasheria wa Kiislamu kule Dar es Salaam, imepatikana kila atakayemiliki milioni 7,225,000, milioni 7,225,000, huyo zaka kwake ni lazima. Ikiwa pesa ile imefika mwaka iko chini ya milioni 7, haijafikia kutolea zaka. Jamani, ili utoe zaka na pesa kwanza ifikie kile kiwango cha zaka. Kile kiwango kinapatikana vipi? Kinapatikana kwa kuoanisha na thamani ya dhahabu. Sawa? Unaangalia dhahabu sasa hivi sokoni kwa kiasi gani, unapima zile gramu, unafanya hivi, unafanya vile, alafu unakuja unapata kwenye pesa na kwa kiasi gani. Sawa na wachuoni kwa ile elimu yao na mahesabu yao, baada ya kuangalia dhahabu ilivyo sasa hivi kwa mwaka wa 2013, wakaja wakaoanisha na pesa ya sasa, wakapata pesa taslim milioni 7,225,000. Ikiwa pesa ile ya NSSF umekwenda kuzichungulia mwaka ishafika, kazichungulie, ikishafika 7,225, milioni 7,225,000, unatakiwa uitolee zaka. Zaka unatoaje sasa? Angalia, Mungu anakupa kingi sana, anachukua kidogo kwako. Tuwa moja Waislamu, kila milioni 1 unatoa shilingi 25,000. 25 mara 7 ngapi? 25 mara 7 ngapi? 175,000. Yani milioni 7 nzima unatoa 175,000. Zaka ngumu au sio ngumu? Sio ngumu, rahisi. Watu wakidhani kwamba zaka, mimi nitaweza wapi bwana, hata nyumba sina. Inawezekana nyumba una uwezo kutoa zaka unao. Kwa mwaka huu kila atakayemiliki milioni 7,225,000 kwenye akaunti yake zimekaa mwaka mzima, na mwaka umetimia, ikifika hapo toa kila milioni 1 itolee 25,000. Utakuja milioni 7,175,000. Ela ndogo sana Mungu anachukua na ikakupa milioni 7 nzima. Afa nakwambia mimi nirudishie tu milioni 1,170,000, 1,175,000, alafu unaenda kuwapa watu wa sampuli 8. Imekuja katika sura ya 9 Tauba, unaweza kwenda kuisoma kwa muda wako. Watu wa sampuli 8 wanatakiwa pewe ile zaka, si kila mtu. Nadhani ndugu yangu umenielewa
Jazakallahu khairan. Mzee wangu mimi naona nimpe ofa nimkaribishe. Okay, swali la tatu la mtoto wa nje ya ndoa. Baba naomba ujiandae. Utauliza swali na wewe. Maana nimekuona muda mrefu unanyosha kidole. Mtoto wa nje ya ndoa, ndugu zangu, moja ya misiba mikubwa kabisa tulionayo sisi Waislamu. Baadhi yetu tunafikia sehemu tunazini na kupata watoto nje ya ndoa. Na mtu anaweza kuzaa mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu na watoto wakashuhudia harusi ya wazee. Nakwambia harusi ya baba na mama nilikuwepo mimi. Ambapo mtoto hatakiwi kuwepo harusi ya baba na mama kisheria. Jamani, haya nayasema mimi natania. Anakuja mtu baadaye anafanya toba. Hatusemi milango ya toba imefungwa. Milango ya toba iko wazi. Hata ukizaa watoto 10 wa nje ya ndoa, siku utakapoamua kurudi kwa Mola, ukaamua kufuata masharti ya toba, ukaachana na yale machafu, ukaleta majuto ya hali ya juu, ukachukua azma ya hali ya juu kwamba hautorudia tena yale madhambi yako, Allah atakusamehe. Lakini ufanye haraka na ndoa, ufunge, usiendelee kukaa na yule mwanamke baada ya kuleta toba. Lakini utakapoamua mwanamke, wale watoto hawatorithi, hawatokuwa watoto wa halali. Tayari ulikwisha wazaa wewe nje ya ndoa. Kisheria hawaruhusiwi kuitwa kwa ubini wako. Yani mtoto kama anaitwa Juma, wewe unaitwa Huseni, hauruhusiwi kumuita Juma Huseni. Wewe Huseni si baba yake, mtafutie baba mwingine, umpe jina la baba mwingine. Ndio sheria inavyosema. Sisi wabishi tunawapachika majina yetu hivyo hivyo. Tunamkosea Mungu, tunamuasi, tunazalisha nje ya ndoa, tunawapachika majina yetu, tunajifanya ni watoto wetu kabisa tumewazaa wa damu, lakini sheria ya dini haiko hivyo. Kwa nini Allah anafanya hivi? Watu ifike sehemu tuwe tuna aibu. Ifike sehemu tujisute, tuache zinaa. Kwa sababu zinaa inapelekea watoto watakosa haki zao kwa mtindo kama huo. Sasa baada ya ndoa kufungwa, mtoto atakayezaliwa baada ya ndoa ndio mtoto wako wa halali na ndiye atakayekurithi wewe. Lakini wale wote uliowazaa nje ya ndoa, hata kama ndoa mmefunga na yule mama, ni watoto wa mama, si wa kwako. Watamrithi mama yao. Yule mama kama ana mashamba na mifugo, akifa wale watoto watamrithi mama, wewe hawatakurithi. Na wale watoto wakikua wakapata utajiri kama mabilionea, wewe pia hutaki kusogeza pua pale, uruhusi kuwarithi. Labda kusaidie. Na wewe hapo ulipo labda uwasaidie. Una mali, mimi nampa nyumba, unampa, hukatazwi. Lakini kukurithi kushafariki hawana haki yao ikiwa sheria za Kiislamu zitazingatiwa. Nadhani nimeeleweka, wallahu aalam. Mzee wetu, naomba nikupe nafasi ya mwisho uwe mwenye kuuliza. Shida yangu hiyo naomba nisaidie. Kufuatana na wazi uliotutolea leo katika kutubu uliotoa, umetuambia kwamba katika wazi uliotutolea leo pale katika hadhara ni kwamba umetuambia kwamba tushikamane katika kuendesha Uislamu na tushikamane na watu wengine wa aina mbalimbali. Tengana kama ulivyotupa habari kwamba ama ulivyotufahamisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoingia Madina, Mayahudi walikuwa kushoto, majirani zake wanaishi naye kabisa. Sisi wengine walikuwa wapi hivyo? Sasa basi athari hizi zimeingia bila kufuata mafundisho au bila kusoma, au kama mmesoma hamkutupa habari. Lakini pamoja na kusoma sasa hivi bado athari hizi zinafanya kazi kwa wale waliosoma, sio kwa maslahi yao, kwa maslahi ya dunia ama ya akhera. Lakini inaonekana ni maslahi ya dunia, si akhera. Kwa sababu ya kusema kwamba tushikamane, sasa inakuwa mimi nataka nieleweshwe ama nisaidiwe. Misikiti gani Waislamu tumemkubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuingie tu wakati ukifika, usingoje mpaka waswali sunna labda mimi kwenye kati magharibi natakuisha na msikiti labda watu wa bid'a ama watu wa kadhia
nakuja mpaka hapa magharibi imekwisha na katika mafundisho nitaandika makosa. Sasa nataka kuelekesha mnisaidie kunielewesha kwamba mshikamano huu katika dini, kujenga dini, hizi ikhtilafu ndogo ndogo zitakuwa tuzifanyie, kwa sababu sala na vitendo mbalimbali kama nilivyosema, tusimuombe mtume nisaidie, tumuombe Allah, au sivyo? Sasa kuna madhehebu mengine sema labda kuna masehemu wengine kutaja pale, lakini mimi sitaki. Maana sio kusema mzee wa kumpira alitaja, mimi sitaki. Sio mzee. Sasa tusaidie katika swala tuwapate, ama katika mengine tusiwapate, au vipi? Ndugu yangu, tumesema tulimaliza. Nasikitisha kumwona mzee wetu mtu mzima kama huyu anatoa machozi, na hakuna kinachomliza isipokuwa tu hali mbaya tuliyokuwa nayo Waislamu wa sasa hivi. Yani laiti angelikuwa na uwezo wa kuweza kutuweka pamoja, tukawa kama mwili mmoja, kama jengo mmoja, tukawa wenye kushikamana pale ambapo tunaikhtilafiana katika masala ya furu', yale matawi ya dini ya fiqhi, tukayafumbia macho, tukaungana katika mambo ya msingi katika dini, mzee nadhani angefanya jambo lolote katika mji huu wa Msoma. Lakini mimi naomba nimwambie, gonjwa hili halipo Musoma, Tarime, Mara peke yake. Duniani kote sasa hivi gonjwa kuu lililoenea kwa Waislamu ni faraka. Na kinachotufarakanisha ni hivi vitu ambavyo wenyewe watu ambao dini hii tumeipokea kutoka kwao, wenyewe wanatuambia hawajagombania hivi vitu. Mimi naomba mniambie maimamu wetu wanne: Imam Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit, Imam Malik ibn Anas, Imam Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Hawa maimamu wanne wameikhtilafiana katika masala mbalimbali mengi makubwa katika fiqhi zao. Nani anaweza kuniambia wapi waliwahi kutukanana wakapachikana majina mabaya kama sisi tunavyotukanana tukapachikana majina mabaya? Hata wenzetu wasiokuwa Waislamu wana madhehebu na wao, si wote wanaoswali Jumapili. Uongo? Lakini wapi ukishai kuona wakilumbana na mpaka wakasema huyu sio mwenzetu, huyu hivi, huyu vile? Ikhtilafu zao kama zipo ziko ndani kwa ndani, sisi ikhtilafu zetu ziko hadharani, yani ndio maana tunashindwa kufanikiwa. Ndugu zangu, Abdullah ibn Mas'ud, sahaba wa Mtume Muhammad, tena ni msomaji wa Qur'ani wa Mtume Muhammad, kiasi ambacho Mtume anasema khudhul Qur'ana min arba'a, wa dhakara minhum Abdullah ibn Mas'ud. Chukueni fani ya Qur'ani na elimu ya Qur'ani kwa masahaba zangu wanne. Miongoni mwa hao anasema ni Abdullah ibn Mas'ud. Alikwenda hija katika kipindi cha Sayyiduna Uthman ibn Affan, katika ukhalifa wa Sayyiduna Uthman ibn Affan. Sayyiduna Uthman ibn Affan alipokuwa ni khalifa, bwana Mtume alikwisha fariki. Sayyidina Uthman alipokuwa khalifa, Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq alikwisha fariki. Sayyidina Uthman alipokuwa ni khalifa, Sayyidina Umar ibn Khattab walisha fariki wote hao. Walipofika pale Mina, maeneo ya ibada ya hija, maeneo yanayotekelezwa ibada ya hija, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipunguza sala za raka 4. Abu Bakar as-Siddiq alipokuja kuhijisha watu alipunguza sala za raka 4. Umar ibn Khattab alipokuja kuhijisha watu alipunguza sala za raka 4. Alasiri, adhuhuri, isha kaswali 2 kwa wakati wake, hakuzikusanya. Lakini Uthman ibn Affan alipofika, yeye akasema hapana, sala zote tutaswali kwa raka 4 kama zilivyo. Kamfuata Mtume au kaenda kinyume na Mtume? Mtume aliswalisha ngapi? Abu Bakar aliswalisha ngapi?
Umar aliswalisha ngapi? Uthman kama kuswalisha 4. Kwa hiyo sunna hasa ilikuwa aswali raka 2. Lakini kwa sababu ni khalifa ameamua, Allah kamwafikisha, nadhani kwa mtazamo ambao labda ameuona yeye, aswalishe waislamu raka 4. Abdullah ibn Mas'ud kanyanyuka akamwambia, mie nimeswali nyuma ya mtume tulipokuja naye hija hapa miaka ile, hapa alituswalisha raka 2 kwa nini wewe unatuswalisha 4? Uthman kama khalifa yeye aliendelea na msimamo ule. Swala ilipokimiwa, qad qamati salatu, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud aliyepinga yuko mstari wa kwanza ndo anaswali nyuma yake. Kaswali raka ngapi? 4. Japo alifanyaje? Alipinga. Baada ya swala kumalizika kaulizwa, atunkiru alayhi wa tusalli khalfahu? Hivi vipi unapinga alivyofanya si sahihi, alafu mbona umemfuata? Katamka neno hilo, Waislamu kila moja kilifanyia kazi, faraka katika Uislamu itaondoka. Kasema al-khilafu sharrun, mimi nimeogopa nikiamua kujitenga nikasema hizi raka 4 si sahihi, wacha ni swali peke yangu pale kona pale ya msikiti au nje ya msikiti, ni swala raka zangu 2, ningelikuwa nimegawanya Waislamu. Lazima Waislamu wangenifuata, ningepata kundi au asingepata kundi. Kwa hiyo ningeleta faraka, wal khilafu sharrun, na faraka ni shari. Ikhtilafu ni shari, ikhtilafu sio rahma. Sahaba mtume alibidi amvumilie Uthman aswali nyuma yake raka 4 hali ya kuwa anajua usahihi ni 2 kwa ajili tu kulinda ule umoja wa Waislamu. Ibn Taymiyyah katika Majmuu' al-Fatawa anasema wakati mwingine yafaa kuondoa jambo ambalo ni mustahabu kwa ajili ya kuunganisha Waislamu. Waislamu nanielewa vizuri Mzee anasema, mzee nani babangu? Musa Khamisi Makumpira. Musa Khamisi Makumpira anasema imefika sehemu sasa hivi, huyu majina ambayo tunaitana nitamke hivyo, huyu anaitwa Qadiria, huyu anaitwa Shadhilia, huyu anaitwa Naqshbandiya, huyu anaitwa Sunni, huyu anaitwa Ansaru Sunni. Huyu mmoja haswali msikiti isipokuwa ule wa dhehebu lake yeye. Yuko tayari kupiga miguu kwa anakotoka huko, hata kama swala magharibi imempita hajaswalia peke yake katika msikiti wake, anaona tabu kuswali ndani ya nyumba ya Allah, kisa msikiti ule si wenzangu. Si wenzako vipi? Makafiri. Sasa ikifika sehemu mtu wa tariqa anaona Ansari Sunni ni kafiri, na Ansari Sunna naye anaona tariqa ni kafiri, hili ni tatizo kubwa sana. Pale ambapo tunaona kwamba hawa hawapatii, kuna jambo wanakosea, basi tuwafikishie kwa hikma. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati alhasana, lingania katika njia ya Mola wako kwa hikma na mawaidha yaliyo bora. Kana mwenzio mwambie hivyo unavyofanya sivyo, kitabu hiki hapa. Bwana wewe unamfuata imamu gani? Imam Shafi. Hichi kitabu cha Shafi anakataa jambo fulani. Bwana wewe unafuata kitabu gani? Mimi nafuata Imam Ahmad ibn Hanbal. Kitabu ya Imam Ahmad ibn Hanbal hapa anakataza kitu fulani. Kunakuwa hakuna mgogoro tena. Waislamu kuikhtilafiana, kutofautiana katika fikra kielimu si tatizo. Tatizo ikhtilafu zile kuzifanya kuwa ndio ugomvi, ikhtilafu zile kuzifanya ndio uhasama, uadui. Mimi nakupeni mfano mmoja. Maimamu 4 hawa wote ni maimamu wa Ahlus Sunna wal Jamaa, hatuwezi kuwakataa, wote ni maimamu wetu. Wameikhtilafiana juu ya kunuti ya swala ya alfajiri. Imamu wa kwanza Abu Hanifa anasema kunuti ya swala alfajiri si sunna, ni bid'a. Abu Hanifa huyo.
Imam Malik anasema swala kunuti alfajiri bana haipo. Ukiswali swala inaswihi, usiposwali haikuitilia uzito. Yani akasema haina maana, yani haimo kwenye sharti za sala wala nguzo za sala. Imam Ahmad ibn Hanbal anasema ni bid'a. Imam Shafi anasema hapana, ni sunna. Mpaka amekufa, amefariki akiwa na msimamo kunuti ya swala alfajiri ni sunna. Lakini hatujapatapo kusoma kitabu chochote Imam Shafi akimwaita wenzake, nyie mmetuletea dini mpya mnakataa kunuti, au wale wakimwambia wewe ni mtu wa bid'a kwa sababu unakubali kunuti. Wao sio tumepokea kutoka kwao. Jamani, naeleweka mimi au? Mbona wao hawajanyoshiana vidole kama sisi? Hivi unapochukua maiki ya msikiti unambomoa mwenzako, lengo lako la yeye kutaka abadilike, achana na bid'a yake, afuate sunna yako, sunna ya mtume, au aache baya afuate zuri, itawezekana tena? Itawezekana? Nauliza Waislamu. Nasema hivi Waislamu, popote pale mlipo, pale mnapoona pana tofauti na dalili zenye hoja ziko upande fulani, tukae kielimu, tujadiliane kielimu, tusitoane katika Uislamu. Mtu leo asikufurishwe kisa kaacha kukunuti, asikufurishwe kisa kakubali kukunuti. Na inaweka Imamu Shafi'i alipozaliwa, siku anazaliwa anafariki Imamu Abu Hanifa, hawakukutana hawa. Mpaka wanawachuoni wakasema mata imamun wa ulida imamun. Amefariki imamu leo na kazaliwa imamu mdogo leo. Imam Shafi'i aliposoma amezaliwa Gaza, ukanda wa Gaza kule Palestina. Alitembea maeneo mengi, ameenda Makkah, Madina, wapi kutafuta elimu. Mwishoni katika kutafuta elimu kafia mpaka Misri, kazikwa Misri. Alikwenda mpaka Iraq kutafuta elimu baada ya kuona vitabu vya Abu Hanifa, na Abu Hanifa ni bingwa katika elimu ya fiqh. Mpaka wanawachuoni wamesema alfuqahau iyalu Abi Hanifa, watu wa fiqh wote ni watoto kwa Abu Hanifa. Imam Shafi kafunga safari kutoka Makkah anakwenda Iraki, Baghdadi, kwenda kusoma dini, kusoma fiqh kupitia kwa wanafunzi wa Abu Hanifa wale wakubwa. Abu Hanifa alishafariki, hakumkuta. Alipofika wanafunzi wa Imam Abu Hanifa wakampokea, wakajua huyu Imam Shafi kwa sababu tayari na yeye wakati huo ameshakuwa na elimu na anaheshimika. Wanajua kabisa Imam Shafi msimamo wake kunuti ni sunna. Na Imam Shafi anajua msikiti ambao leo nimeuingia wa Abu Hanifa kunuti ni umeona jamani, hapa patamu sana hapa. Akakaa, wakabadilishana mawazo ya kielimu, wakabadilishana vitabu, wakaelezana, wakasomeshana kila ambacho wamesomeshana. Amekirimiwa, amepewa pahala pa kupumzika. Alfajiri ilipofika akasukumiwa kuswalisha. Msimamo wake kunuti ni sunna msikiti ule, lakini kunuti ni bid'a. Alipofunga swala akaswali. Alipofika rakaa ya pili, sami'a Allahu liman hamida rabbana walakal hamd, Allahu akbar, kaanguka moja kwa moja kukunuti. Yapo kwenye vitabu vya dini. Nisije nikaondoka nikaenda Dar es Salaam nikaanza kusemwa katuletea nini yule bwana. Naongea kwa elimu, na kama nakosea mtu anikamate hapa nikosoe kielimu. Yapo kwenye vitabu. Sheikh Ibn Baz kataja katika kitabu chake Fatawa Maqalat Mutanawwi'a, kataja habari hizo, na wanachuoni mbalimbali wametaja habari hizo. Assalamu alaikum. Baada kumaliza swala, wanafunzi wa Abu Hanifa wakamuuliza, Imamu, vipi msimamo wako kunuti si sunna? Vipi leo umebadili msimamo? Akasema hapana, msimamo wangu bado kunuti ni sunna. Tatizo nini? Ta'dhiman li sahibi hadha almakan, kwa kuwa mwenye eneo hili, mimbari hii, Abu Hanifa imamu mtukufu, alikuwa msimamo wake kunuti si sunna, na mimi sija kunuti kumuheshimu huyu mwenye mimbari hii. Sasa nataka kuulizeni kitu kimoja. Abu Hanifa na Shafi wajinga? Hawajui dini? Hawana uchungu na dini? Nini walikuwa wanachunga Waislamu? Wanachunga umoja wa Uislamu. Kunuti hata tukisema ni faradhi, astaghfirullah, hata nikisema ni sunna, kunuti hata tukisema ni sunna, umoja wa Waislamu, sunna faradhi,
Hamsemi tatizo lenu. Nauliza tena, kunuti tukisema ni sunna, sawa? Sunna. Umoja wa Waislamu ipi kubwa hapo? Umoja na kunuti hapo. Sunna na faradhi ipi kubwa? Sasa kwa nini sunna inavunja faradhi? Waislamu siku zote, mimi Sheikh Harun natoa mfano, msimamo wa Harun kunuti ni sunna. Mimi msimamo wangu kunuti si sunna. Na naona kabisa kwa mujibu wa dalili huyu hana nguvu. Maana wanawachuoni wanaokataa kunuti wanasema Imam Shafi alikuwa anatumia hadithi ambayo si sahihi, na angeigundua kwamba si sahihi angeacha msimamo wake. Nataka nimbadili huyu, aache msimamo wa kunuti sunna, anifuate mie kunuti sio sunna. Nimbadilisheje? Kwa ngenga? Kwa ngenga? Kwa matusi? Kwa kumkebehi? Kwa elimu? Si ndio bwana? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Suratu Yusuf. Waambie hii ndio njia yangu. Mtume asema hii njia yangu mie, na walingania watu kwa Allah kwa elimu, kwa hikma, kwa busara. Mie nataka inifuata, afuate njia hiyo. Sasa ikiwa mtu wa tariqa anataka kumtoa mtu wa sunna kwenye msimamo fulani, anataka awe mtu wa tariqa mwenzake, asimbeze, asimtukani, amuingie kwa hikma, amsogezee vitabu, ambadilishe kwa elimu. Sawa Islam? Na mtu wa sunna akitaka kumbadilisha mtu wa tariqa, aache dhikri zake ambazo yeye anaona kwamba si sahihi, basi amuingie kwa hikma na busara, ambadilishe kwa mujibu wa vitabu. Amwambie ndugu yangu, lakini mbona tunakusikia mara nyingi mnasema madad ya Jailani, madad ya Muridi, madad unajua maana yake? Unaomba msaada wa ziada. Wa kuomba msaada sio Jailani, wa kuomba msaada sio Muridi, wa kuomba msaada si Mtume Muhammad, wa kuomba msaada ni Allah. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin. Mtume mwenyewe alipokwama katika vita vya Badri kasema madad ya Rabbi tupe Rabb, tupe msaada tuokoe. Si unafikisha kwa hikma? Tatizo liko wapi? Kwa hiyo Waislamu, huu ni mtihani. Swali msikiti wowote, uwe msikiti wa Ansari Sunna, swala yako inaswihi. Uwe msikiti unaokunuti, swala yako inaswihi. Uwe msikiti usiokunuti, swala yako inaswihi. Hakuna mwanachuoni aliyosema kwamba kimbieni misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi kuna maeneo fulani hutakiwi kumfuata imamu. Sheikh Albani rahimahullah, mimi na kanda nzima nasikiliza Sheikh Albani anaulizwa na kijana mmoja kisunna. Albani ni mwanachuoni wa hadithi na sasa hivi anafahamika kuwa ni Bukhari wa zama hizi, na miongoni mwa wanachuoni ambao wanakataa kunuti alfajiri. Alifuatwa na kijana mmoja Jordan, anaulizwa kuhusu, anasema mimi msimamo wangu kunuti si sunna, na nimetosheka na hadithi zinazosema Mtume. Maana Shafi anatumia hadithi anasema hakuacha kukunuti Mtume mpaka alipofariki. Wanachuoni wanasema hapana. Kwa neno kukunuti maana yake nini? Hakuacha kukunuti swala alfajiri, yani hakuacha kurefusha kisimamo cha alfajiri Mtume Muhammad mpaka anakufa. Kunyeelewa tu matafautiana na wanachuoni. Sasa mie nyumba naikaa jirani ni msikiti wa kukunuti. Msikiti wa kukunuti wa sunna hauko karibu. Ni swali ndani, swali msikitini. Kasema swali msikitini salatul jamaa afdalu min salati alfadhi bi 27 daraja. Sala jamaa daraja yake ni daraja 27 kuliko ni swala ya mtu peke yake nyumbani daraja moja pengine. Sasa imamu akishasema Allahumma hadina fi man hadaita, nifuate nisifuate? Imamu Albani akamwambia mfuate. Akamwambia kwa nini mfuate? Akamwambia inma ju'ila al-imamu liyutamma bihi, imamu kawekwa mbele ili watu wamfuate. Kwa nini unamkhalifu imamu wako? Kumkhalifu imamu haiswihi. Mfuate akiomba dua na wewe itika. Akamwambia kijana katika falsafa, alikuwa ni mushaddid katika sunna, ana uchungu na sunna. Akamwambia okay, kama huitiki unafanyaje? Akasema nafanya hivi, watu si Allahumma hadina fi man hadait amin, ndio mimi na swali hivi. Anamwambia wakati huo unakwenda kusujuda au unasimama naye? Akasema nasimama. Akasema unaruka nini, unakanyaga nini? Mbona unamsubiria? Umeona ni challenge za Imam Al-Albani.
Sasa Imam al-Albani hakubali kunuti alfajiri, ila anachozungumzia ikikubidi kuswali nyuma anaye kunuti mfate, usimkhalifu. Jamani, hii ni elimu, ni wanawachuoni. Msije mkaniambia shekhi bwana hatukutegemea tumemwalika kaja kutufarakanisha. Mimi jamani sikusudi kufarakanisha Uislamu. Mmenielewa vibaya, niambieni nitaendelea kuwaelewesha. Naeleweka Waislamu Sasa ikiwa nyinyi mnakubali kwamba kunuti ni sunna, umoja ni faradhi, faradhi ni bora zaidi kuliko sunna, sasa kwa nini mnavunja faradhi ya Uislamu? Kwa nini tunawapa wasio kwa Waislamu faida? Daima inafahamika misikiti na vurugu, Waislamu hawana uelewano, wanachapana bakora kadha wa kadha na vile. Shekhi ndo nini? Mwenzio ameswali ametikisa kidole, wewe inakuuma nini? Si sunna ya Mtume? Wewe hujatikisa na wewe mwingine inakuuma nini? Si kila mmoja anamswalia Mola wake? Waislamu mnanielewa ninachokisema? Hamnielewi? Wallahi ndugu zangu, umoja ni muhimu sana. Basi tutumie hikma ya kuwa pamoja, alafu tubalishane kidogo kidogo, tufikie sehemu madhehebu yote yafe tuwe dhehebu moja wote. Huwezi kumbadilisha mtu ambaye yuko mbali na wewe, mweke karibu na umbadilishe. Kwa hivyo chonde ndugu zangu, haya yapo na yanatokea. Mimi niliwahi kwenda Dodoma, nikaandaliwa muhadhara katika chuo kikuu cha Dodoma cha UDOM na misikiti mbalimbali. Kuna msikiti mmoja tulipewa ruhusa ya kuongea, dakika za mwisho nimefika mpaka magharibi, msikiti umejaa, tumeswali magharibi, maarufu msikiti wa wazee. Kufika pale akasema hapana bwana, kishki hawezi kuongea katika msikiti huu. Kwa nini? Itikadi yake Yesu Mungu. Itikadi yake nini? Mungu mmoja, Mtume Muhammad mtume wa mwisho, au itikadi yake kwamba utume unaendelea? Itikadi yake ana ndevu. Ana ndevu tena? Nani asiyejua kwamba ndevu ni sunna ya Mtume? Kama sunna hiyo uitaki, shauri lako, lakini usinilazimishe sio wote ufanane. Basi bwana, nimekataliwa kuongea msikitini kisa na ndevu tu mimi. Waislamu wakajajua, kasema haiwezekani kitu kama hicho. Ugomvi msikitini ukaanza. Sasa kwa mara ya kwanza historia na magazeti yataandika msafara Sheikh Kishki uzua vurugu eneo fulani, watu wapigana bakora kwa ajili yake. Jamani, nakuombeni Waislamu, waacheni twendeni msikiti mwingine. Wameshikana pale vurugu mtindo moja. Mwishoni alisimama kiongozi mmoja wa msikiti, katibu mwenyekiti sikumbuki, anasema jambo hili narudi kwa Waislamu. Wangapi mnasema Sheikh aongee? Msikiti mzima aongee. Nimeongea mimi. Mada niliotoa tofauti. Ningeandaa mada pale uroho mbaya wa wazee misikitini, ningejenga. Jambo lilopelekea baada ya kumalizika swala naomba msamaha na wale wazee. Kumbe kuna watu wamefikishia vibaya bwana. Yule bwana angalieni, akija hapa mjanja yule atatumbukiza tu. Natumbukiza nini? Mpira huo kwani? Unatumbukiza golini? Sasa hivi vitu ndio vinatufanya Waislamu leo tunashindwa kuwa kitu kimoja. Waislamu mnanielewa jamani? Siku moja kanipiga mtu simu, eti Sheikh Kishki wewe Ansari Sunni. Nikamuuliza Ansari Sunni maana yake nini? Wenye kunusuru sunna za Mtume. Nikamwambia Muislamu gani duniani anakataa kunusuru sunna za Mtume? Kama yupo aseme mie sikubali kunusuru sunna za Mtume. Mbona jina zuri tu? Kwa maana hiyo Ansari Sunni. Nikamuuliza baada ya kupata tafsiri Ansari Sunni wenye kunusuru sunna za Mtume, wewe unanusuru au hunusuru? Mie na nusuru. Akawa Ansari Sunni. Mimi sio Ansari Sunni. Nikamwambia basi mimi sio Ansari Sunni, lakini mimi napenda kunusuru sana sunna za Mtume. Tukubaliana hapo. Kwa hiyo Waislamu sote tunatakiwa tunusuru Uislamu, tunusuru Qur'ani, tunusuru sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo tuache kupakana majina ya Marekani. Tuache kupeana majina jamani. Yaani kuna majina sasa hivi yanaenea si mchezo yani. Unaambiwa kwamba unaweza kuambia mtu akwambia bwana sio Marekani umewapa fungu la kupotosha dini. Marekani na Uislamu tofauti. Adui mkubwa wa Uislamu Marekani tunajua sisi. Sasa Marekani tena anipe hela ya nini? Basi kabla hujamhukumu mwenzio Marekani ndo kampa hela. Alichodai lipo kwenye vitabu halipo. Waislamu mnanielewa?
Mtu akija na jambo ambalo kwenye kitabu halipo, unaweza kusema kweli huyu anatumwa, mbona hili halipo? Kama lipo na limekuwepo kabla hata Marekani kuitwa taifa ya Marekani, kuna haja gani kupakana matope? Sasa atakwambia Marekani na atakwambia na nyinyi Waingereza. Mwisho wa Kuria tumebadilika, kuna Wakuria wa Marekani, kuna Wakuria wa Uingereza. Acheni jamani vitu kama hivyo. Acheni vitu kama hivyo. Tofauti zetu sisi zilizopo ni tofauti ndogo, si tofauti kubwa kihivyo, ni tofauti ambazo zinahitaji kuelimishwa. Tuelimishane, tuwekane sawa. Allah anasema fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Mkiikhtilafiana juu ya jambo, rudini kwa Allah kwenye Qur'ani na kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani katika mafundisho ya Mtume Muhammad, ikiwa kweli nyinyi mnamwamini Allah na mtume wake. Sote sisi tunakubali Mtume Muhammad mtume wa mwisho. Uongo kweli? Kama kuna mmoja yote asema utume unaendelea, huyo hatuna urafiki naye. Hilo halipo. Mnasemaje? Kule kwetu sisi Rufiji kule maeneo ya mkoa wa Pwani, Dar es Salaam, kutoka na mkoa unaitwa mkoa wa Pwani, Rufiji si wapi. Kuna watu wameibuka swala zote rakaa 2. Zote rakaa 2. Na wana aya gani? Aya 101 si sura An-Nisa. Inasemaje? Mtakapokuwa wasafiri punguzeni swala. Na sio wasafiri tunasubiri kufa. Hebu niambieni jamani, si vichekesho hivyo? Tumekwenda kufanya nao mdahalo, wakawa hawana hoja hata kidogo. Tukamwambia Waislamu tumewaasa hawa watu, kama hamtaki sasa hao ndio makafiri kweli sasa. Kwa sababu wanachopinga ni kitu kikubwa, au sio kikubwa? Hivi mimi na swali nimefungia kifuani au mwingine kafungia tumboni, ni nguzo ya dini kufunga kifuani au kufunga tumboni? Ni nguzo? Ni faradhi? Huyo anayesema Muhammad si mtume wa mwisho, likoje hilo? Kubwa dogo hilo? Tugombane na hao sasa. Sio tunagombana si ambao kafunga sio ya kufunga tumboni, kafungia wapi? Muhimu kwamba ishi na mwenzako vizuri, alafu mpenyezee zile ushahidi na dalili na hadithi zako kwa hikma na busara, ili abadilike awe kama wewe. Maana pengine unamtakia kheri. Mimi naamini kila kundi linatakia kheri kundi lingine, isipokuwa mfumo kufikishana umekuwa sio mfumo mzuri. Sasa tushindane kila moja kihoja amrudishe mwenzake kwenye haki, ikiwa tunaona kuna moja hayupo katika haki.